Kwa majina naitwa Sofia Rafaeli. Nimetokea Dodoma. Okay, karibu. Asante sana. Tusikia wapi da Sofia? Kwa kweli mimi nimeona mtandaoni, niliona Facebook kitu kama. Yeah. Na hisi ni mwaka huu nimewaona. Kitu gani kilikuhamasisha baada ya kutuona? Kwa kweli zile yani zile mishahara mlizokuwa mmeziweka. Mishahara. Mishahara ndio imekuvuta. Na hivi kwa sababu nilikuwa sina kazi, alafu nilikuwa na malengo kwenda kusoma mambo ya urembo. Napenda sana kusuka kwa kweli. Okay. Yeah, kwa kuwa sasa nilikuwa sina hela ya kwenda kujiendeleza. Kwa hiyo nilipoona tu ile tangazo, nikafikiria mara mbili, nikaona ninapokumtegemea mtu kila siku, kweli atanichoka afuata. Atakuchoka wewe umenyoosha hata maneno Kwani mtu ulikuwa unaishi naye au unaishi mbalimbali? Da Sofia. Kila mtu kivyake. Kila mtu kivyake. Okay, lakini ndio inabidi kila siku mpige kibomu. Nikaona sio maisha. Kwa kweli sio maisha. Kwa hiyo nikaamua nije tu huko nikafuata taratibu zote ambazo zimeelekezwa pale. Nikaja. Okay. Ila nimemaliza form 4 kuanzia mwaka 2021. Nilimaliza form 4. Sikuweza kuendelea kwa sababu familia yangu haina uwezo hivyo sana. Nilipomaliza baada ya kumaliza form 4, kuna kazi ambayo nilipata kwenye mikopo. Okay. Nikafanya kazi kwenye mikopo kama unavyojua waajiri wetu. Mishahara nyingine akawa analipa, nyingine ndio hivyo anakulimbikizia mishahara, then kukulipa akulipi, nikaona nikaamua kuacha. Huko ni Dodoma? Yeah, niko Dodoma huko. Okay, na mshahara ulikuwa shilingi ngapi? Mshahara nilikuwa nalipa 200,000. Yeah, kwa hiyo nilivyoacha hapo kufanya kazi ndio mama wangu mdogo akaniambia nije huku Dar. Huku Dar kama nina mwaka hivi. Nimekuja Okay. Sasa sikuwa na kazi, nilikuwa tu mtu wa nyumbani. Kwa hiyo nilipoona tangazo, nikaona nije ili nitimize malengo yangu, maana napenda sana kusuka kwa kweli. Kwa hiyo sasa Da ulikuwa kwa mama yako mdogo? Yeah, nilikuwa kwa mama yangu mdogo. Lakini ulikuwa unafanya kazi za nyumbani? Yeah, nilikuwa tu nipo nyumbani, namsaidia kazi za nyumbani. Unamsaidia kazi za nyumbani, hakuna mshahara? Yeah, mshahara ni kula na kulala. Ndugu. Kwa kazi za nyumbani unakula unalala ndio mshahara wako. Ndio mshahara wako. Okay, sasa ulipomwambia kuna fursa naenda kufanya kazi za ndani au hujamwambia? Of course yani. Japo familia yangu mimi hapa japo tuna maisha ndio magumu, lakini mama yangu waga apendagi sana kufanya kazi za ndani. Mama yupi sasa? Huyu mdogo au mama mzazi? Mama mzazi. Kwa mimi kitu nilichofanya tu ni kwa sababu mimi sasa sina tu jinsi, inabidi tu nije yani kwa sababu ndio hivyo. Unataka hela, malengo yangu. Unataka upate hela uanzishe biashara yako kama ni hiyo ya saluni au uende ukajiongezee ujuzi kwanza, aidha wa kusuka na kufanya au ujuzi unataka kwenda chuo. Sasa nikimaliza kama nikimaliza makeni ni miaka 3 na hisi kitu kama chuo. Kusoma chuo? Mambo ya nanilia ya urembo. Ususi ya urembo. Wapi kuna chuo kiko hapo shoga yangu, kabla hujatoka uende hapo ukajue taarifa zote. Sawa. Umeelewa nikimaliza kusoma na hisi sijui nitarudi kuja kupata hela ya nini ya mtaji. Yaani kuna chuo kiko hapo. Sawa? Hapo kuna chuo cha dada moja tu maarufu sasa hivi anaitwa Farida. Nenda kajue hiyo miaka 3 unayosema unakisikia? Nakisikia. Nenda usibuni tu kichwani. Nenda pale. Wadada wengi naona wanaopenda kusoma mambo ya urembo huwa wanasema wanaenda pale. Na wewe nenda kaulize ili unavyoenda kazini uende ukijua kabisa umejipanga, unajua unatafuta shilingi ngapi na utatakiwa kusoma kwa muda gani. Ukimaliza ulizia kila kitu yani. Of course mpaka nimekuja hapa ni taarifa zote ninazo. Sasa mbona unasema miaka 3 wakati hapo kwa Farida sio miaka 3? Kuna wengine miaka 3, chuo ambacho nimeulizia ni miaka 3. Okay. Yeah. Kiko Tanzania hii ni kuanzia miaka yani kutaka kabisa kujua yani vizuri yani miaka 4 kuanzia miaka 4. Hicho chuo kibaya. Miezi 4 sio miaka 4 ni miezi 4. Sasa si ndio ulikuwa unanichosha? Ni miezi 4. Ndio wote umengangana miaka. Nasema unaenda kusomea udaktari wa kutibu watu. Kusuka tu miaka 4. Ni miezi 4 bwana. Hapo sawa. Miezi hapo sawa. Ndio maana nikawa nakwambia yani mpaka nakutajia na chuo chenyewe, hebu nenda Sasa ulivyorudi kwenye ufahamu wako kumbe ulikuwa umechanganya miaka na miezi. Hapo sawa. Miezi 4 sawa, 3 4.
labda imeenda sana 6. Unaweza. Ni miezi 4. Okay, hapo sawa. Una hata haja ya kwenda. Yaani tayari hiyo ndo na mimi nilikuwa najua kwamba ni muda huo. Miezi 4 Sofia, tumesha kusikiliza malengo yako, nataka na wewe kuwa na saluni yako, ndio vitu unavyopenda. Haya, nishasema ya kusema kwamba namna gani ya kwenda kufanya kazi kwa bosi ili uishi vizuri na upate utimize yale malengo yako. Hayo nimeshayasema. Ndio. Kwa hiyo uwezo wa kupambana unao? Nimekuja kupambana. Umekuja kupambana au utakumbuka maneno ya mama? Mama alisema nitanyanyaswa mimi narudi zangu Dodoma. Nimekuja kupambana. Umekuja kupambana Neno zuri sana. Mimi nataka tutumie maneno mazito. Yaani tumekuja kupambana. Au sio? Tumekuja kupambana. Kwa hiyo Sofia, karibu sana. Asante sana. Haya.